Nachoamini kila kitu ni makubaliano na mazungumzo, ila sio kwa kulazimishwa. Ndio. Kwa sababu ni haki ya mwanaume kumwangalia mwanamke kwa malazi, kwa chakula, kwa mavazi na pia kwa elimu. Tuseme tukiingia katika ango ya dini, kwa sababu unaambiwa ukimwoa mke hana elimu, jambo la kwanza haki ya mume kwa mke ni kumpa mke wake elimu ya dini. Ili aweze kuishi naye katika ndoa, katika mwanamke atakuwa ameielewa vizuri ile dini. Kwa hivyo hiyo ni haki ya mume kwa mwanamke, kumpa mkewe elimu ili aweze kumlea vizuri kulingana na njia ya dini ya Kiislamu. Ndio. Kwa hivyo haya majukumu nimeyataja ni ya mwanaume. Inapokwenda kuwa mwanamke ndio atamsaidia mwanaume, basi kuwe na maridhiano na makubaliano ili heshima isishuke. Kwa sababu mwanaume unapokuwa hausimami vizuri katika majukumu yako, alafu pengine ukawa mkali kidogo kwa sababu ya pressure ya, tukiangalia angle ya kisaikolojia, mwanamume anapokuwa hana kipato, alafu awe yuko na pressure, kawaida mtu atakuwa na stress. Sasa ile stress, yule ambaye anakusaidia unakuta muda mwingine ndio unampa ile stress. Akikasirika yeye, basi ujue pale nyumbani kunakuwa siku. Kwa sababu unajua tena ukimuudhi mtu naye utakachotegemea ni kuudhiwa mara mbili yake. Mpaka atasema mimi nakulisha, mimi nafanya majukumu yako, hunioni, hunithamini. Yatakuja hayo. Kwa sababu siku yote mwanamke huwa anapambana kufika level ya mwanamume. Na mwanaume huwa yupambana aendelee kuwa pale juu. Sasa mmoja akiwa chini kidogo, kuna changamoto. Lazima kuwe kuna heshima ya hali ya juu, na kuwe na mapenzi, na kuwe na meza ya mazungumzo. Ni uoga wa maisha, ni uoga wa kupambana. Mwanaume anakuwa ni mwoga siku yote akimwona mwanamke yuko juu. Yaani anaona kama atamtawala vile. Sasa anaingia uoga. Akiingia uoga kunakuwa maelewano yanazorota. Kwa sababu ya uoga. Anaogopa, yani anahisi tayari huyu hatoniheshimu kwa sababu ana mali. Lakini kutoheshimika ni wewe unaweza kama mwanaume ukasababisha kutoheshimika kwa mke wako. Yani wewe ukamsababishia asikuheshimu kwa jinsi utakavyombeba kulingana na uoga wako. Siku yote kisaikolojia unaambiwa pambana na uoga. Ndio. Uoga wako ulipo, pambana nao. Kama hauna, kaa chini mueleze, mke wangu si nilikuwa nayo, nilikuwa napata pesa, tulikuwa tunafanya hivi na hivi na hivi, kwa saa hizi sina. Unaona tunaweza kusaidiana kwa njia ipi ili maisha yaende. Kwa mwanamke mwenye busara anaweza akawa anamsupport mume wake ili hata yule mume anajulikana yeye ndio anatoa zile pesa. Hata mtoto akija anaitisha pengine hela ya shule, hata kama mume hayuko kazini, yule mke mwenye busara anatoa, anampa yule mume. Anamwambia chukua umpe mtoto. Ili aonekane baba ametoa, ili tufunze kizazi kuwa ni jukumu la baba kuangalia familia. Unaona familia nyingi zimekuwa zimezorota kwa sababu waume wamekuwa wavivu. Wamekuwa wakiona mama zao ndo wanatoa pesa za kila kitu. Ukimfunza mtoto wa kiume kuwa apewe pesa na mamake wakati baba yuko, unamuonyesha kuwa wewe kama baba si jukumu la kuangalia familia, jukumu ni la mwanamke. Kesho naye akipata mke, anamtegemea mke afanye vile vile kama alivyokuwa anafanya mama yake kwa babake, kama alivyokuwa anafanya. Siku zote ukiangalia kwa idadi kubwa ya maisha, wanaume wengi waliokopa mahari hawajayamaliza mpaka leo. Na mpaka wanaacha wanawake na wanawapatia talaka wakati hawakuwakamilishia mahari yao. Wakidhani wanamkomoa mwanamke, lakini hilo ni deni watalikuta mbele ya Mungu kabla
ya kuambiwa huku wewe ni wa peponi, wewe ni wa motoni. Unamlipa deni lake yule mwanamke. Na siku hiyo hakuna malipo, hakuna hela. Ikifika wakati huo hakuna pesa ya kulipa. Ni amali zako, matendo yako mazuri ndio Mwenyezi Mungu atasimama kumtetea yule mwanamke. Kuwa ulimdhulumu, haukumlipa. Kwa hivyo lazima umlipe hiyo siku. Sasa wengi tuseme elimu wanazisoma kama vile tunasoma status za watu. Lakini kuzifuatilia ndio changamoto. Lakini tukiachana na mahari, kutokulipa mahari, humo kwenye ndoa kunakuwa kuna urafiki umeshajengeka kwamba chako changu, changu chako. Nikiwa na shida huko nakuja, bwana nikopeshe. Najua nikikwambia nikopeshe utanikopesha kwa haraka. Ila nikikwambia nipe hauwezi kunipa. Hii imekaje? Pengine watu washakopana mpaka wameshasahau nishamkopa kiasi gani. Na yenyewe itaingizwa kwenye kundi la kwenda kulipwa mbele ya Allah. Kwa kweli hivyo ndio itatokea, kwa sababu kwa watu wanaopendana kumkopesha mtu hatohisi maumivu ama hatohisi uzito. Lakini ina maana ukiona mpaka inafikia mahali ambapo anajua ukimwambia akupe na kwa vile harudishi. Na wanaume wengi hawajisimamia kama mwanaume wenye kuweka ahadi. Kwa hivyo hawaweki ahadi zao. Wakikopeshwa ama wakisaidiwa wanasahau. Lakini kuna wanaume wanaojitambua. Hata kama alikwambia nipe ama nipe tu nifanyie kitu fulani, bila shaka atahakikisha anarudisha. Na anaziandika mahali. Anahakikisha kuwa nimempa mke wangu amenipa pesa hii kiasi hiki, nitamrudishia. Na atakuja siku atamwambia mke wangu, hii ni hela ile ambayo ulinifanyaje, ulinipa. Yule mtu anapata morali, anapata nguvu. Kesho kutwa amejiwekea zingine zaidi. Ukija ukimuomba hato sita kukupa. Lakini ukiona anakukataza, jua alishawahi kukupa hapo mbeleni na haujawahi kurudisha. Na kwa vile ni kama unatumia kiburi na ile nguvu yako ya wanaume. Anahisi akimwambia nipe atakataa. Kunayo sababu ya kukataa. Na hiyo sababu anajua ameisababisha yeye mwanaume. Kwa hivyo yeye ndo amejitengezea mazingira mabaya kwa mke wake. Amevunja uaminifu. Na kama ni kukopa, na ifikie hajalipa. Tena kakopa pengine kiasi kikubwa, na kila saa, kila muda anakaa anamuitisha tena. Pengine yule mwanamke anajikuta hana sasa. Akifikia kuwa hana, wanaume wengine wanaanza kumdharau sasa, maana anaona haizi akamsaidia tena, hana msaada. Lakini anasahau kuwa pengine ana hela zake alikupa na ukaahidi kurudisha na haujarudisha. Sasa kutumia ule wanaume ule watu wanasema ego. Manake ego saa nyingine ni ukumbavu wa hali ya juu. Ambao mwanaume huo unakutengezea mazingira ya kujutia wewe mwenyewe. Kwa sababu lazima utumie akili, upime mambo. Sio kufanya maamuzi. Lazima utumie akili, usitumie ubabe. Ndio utafika mbali katika haya maisha. Yaani unatumia akili kisimple, pole na unapata. Lakini ukitumia kiburi ambayo ni ego, itakuwa ni matatizo katika ndoa na katika mahusiano na maisha halisi ya kawaida. Kwa mwanamume kufanya hayo yote ni jukumu baina ya wewe na Mola wako. Kuwa ulichukua jukumu la kuwa na mwanamke, kuoa mwanamke. Na Mwenyezi Mungu tayari ameshaelezea ukimuoa huyo majukumu yake yote ni ya kwako. Umekubali, unasema ndio nimekubali. Sasa iweje unalalamika kuhusu majukumu? Mwanaume mzembe peke yake ndo anaweza kalalamika na akakaa kijiweni kuzungumzia majukumu yalivyo.
sijui shuleni watu wana hela wamepandisha shule, sijui nyumbani kwangu mke wangu sijui anataka nini, anataka sijui ale kitu gani, chakula mimi natoa lakini hatosheki. Yaani unaenda kuzungumzia kijiweni aibu zako, kwa sababu wewe mwenyewe kama mwanaume ni jukumu lako. Ina maana katika mambo unayoyafanya ya kila siku jiongeze. Jiongeze ili usiende kulalamika kwa wanaume wenzako. Wengine wenye wanajua majukumu yao hutamsikia akilalamika kijiweni kuhusu majukumu ya maisha ambayo anajua kuwa mimi nilikubali kuoa, kwa hivyo huyu mke chochote ni jukumu langu. Mbona masharti huwa haendi kusema kijiweni, mimi nataka nipunguze masharti ninayompa mke wangu, sijui mbona haendi kulalamika? Lakini akisimama pale nyumbani anasimama na kiburi chake kuwa kama yeye ndio mwanaume. Kwa hivyo kama wewe ni mwanamume, simama kama mwanaume. Kama unavotoa masharti ndio ulipe madeni ya watu. Vile vile unavotoa masharti, vile vile unavonguruma kwenye nyumba, basi madeni yote na kila kitu yasimamie hivyo hivyo. Hiyo ndio sifa ya wanaume. Siku zote upenda kusisitiza kuwa maisha ni kama kioo. Unachotaka kukiona kwenye ulimwengu, basi wewe uanze kujiangalia wewe kwanza. Utakachokiona kwako ndio utaweza kukitoa. Hauwezi siku yoyote ukatoa kitu ambacho hauna. Kwa hivyo nasema ile heshima mpaka kila mtu, mke na mume, awe yuko nayo. Alafu kuwe kuna makubaliano. Sio wajua wakati mtu yuko na stress, anapokuwa anajieleza kitu ama anazungumza na mtu, anatoa ukali. Ndio. Sasa kwa ule ukali usitegemee kitakachorudi ni amani. Itakuwa bado ni amezidisha moto. Ni kama vile upite sehemu mkanyage mtu mguu. Kitakachotoka pale ni kibao ama vita ama unapigwa mangumi, ugomvi. Kwa hivyo unapokuwa na stress zako, jua vile unapambana nazo. Kwa hivyo mwanaume siku yoyote anaweza akiwa ana maelewano mazuri na mke wake na akamheshimu, hata kama ana hela. Manake unakuta wanaume wengi wakiwa na pesa wanawadharau wake zao. Wakishawadharau wake zao, yule mke anayaweka kuwa iko siku na wewe utashuka chini. Na mimi nikiwa juu, kumbe mtu akiwa juu anastahili kuonyesha madharau. So kesho na kesho kutwa unaona kumekoseka hili, yule mwanamke amepanda, wewe umeshuka. Sasa na yeye anakuonyesha dharau, unahisi maumivu zaidi. Unajua mtenda akitendewa ujihisi kaonewa. Sasa tuishi maisha ambayo katika kila nyakati tunatengeza muda wa kukaa kuzungumzia bajeti zetu za nyumbani, mipangilio, kazi imesimama, tunaanza wapi, tunafanya nini. Na mwanaume awe akithamini pia usaidizi wa mwanamke. Kwa sababu kuna wengine hawaoni kama anasaidia kwa sababu yeye ana pesa. Hata yule mwanamke akiwa amekosa vitu vingine vya kawaida pale nyumbani, anatumia hela yake kusawazisha. Mwanaume anaona hana kitu, yule anasaidia nini mwanzo? Kama ni mke nyumbani, yule mke nyumbani kuna nini anasaidia? Pesa alizonazo ni mimi nimempa. Wakati ni hela yake ya matumizi, ana haki ya kufanyia anachotaka, lakini wewe unaona wewe ndio ulimpa. Kwa hivyo una haki ya kuchukua. Unapotoa kwa moyo mmoja, haufai kwenda kuitisha tena kitu. Manake unakosa zile baraka za kutoa. Ndio. Hauwezi ukampatia mtu mke wako hela alafu kesho unaenda kumdai hizo hela unazitaka. Si sahihi. Si sawa. Sio sawa. Kwa hivyo wakati watu watakuwa na muda wa kukaa na kuzungumza, kuelewana, watayapitia yote kwa pamoja. Na pia kusisitiza sana katika kumweka Mwenyezi Mungu mbele. Haijalishi imani ya dini ipi ulionayo, lakini unamweka Mwenyezi Mungu mbele na kila kitu kitakuwa na imani kitakuwa sawa.